Shalom bandugu wapenzi. Kwa siku ya leo tutaongea mambo inaangalia kuitika Yesu katika maisha yako. Faida zenye unapata kwa maisha yako wakati unaitika Yesu kama mwokozi wako. Wandugu wapenzi, maisha imeshakuwa nguvu sana. Mambo yamebadilika. Watenda dhambi wanakuwa wengi. Wenye kupenda kukuwa na amani wanakuwa wadogo sana. Ndio maana ukiitika Yesu katika maisha yako, unaitika mambo mengi sana mazuri ikuye katika maisha yako. Na mambo yote yanaangalia ibilisi na shetani inatoka katika maisha yako. Unakatala dhambi katika maisha yako. Wandugu wapenzi, kuitika Yesu katika maisha yako ni kuitika kuenda kwenye hakuna mtu anaweza kukuja kukufanya kitu kibaya. Ukikufa unaenda wapi? Ukifika mbinguni hakuna mtu anaweza kukufanya chochote cha mubaya. Lakini shetani anajua kama wewe ukiitika Yesu katika maisha yako, mbinguni itakuwa mbali sana na wewe. Familia yako itapata tatizo nyingi sana kwa juu umekatala Yesu katika maisha yako. Yesu ametoka mbinguni kwenye alikuwa mfalme mkubwa, akaitika kukuja huku dunia kusisi wenye wanatenda dhambi nyingi sana. Lakini amekubali kukufa kifo kibaya sana, na damu yake imwangike kwa juu dhambi zetu azisahabu, kwa juu asamee dhambi zetu. Tunamuomba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tujaze Roho Mtakatifu kuya kuikala katika yetu. Roho Mtakatifu, kila kitu tasema isitoke ndani yangu, lakini ikuwe maneno yene wewe Roho Mtakatifu nataka sisi tujue. Wandugu wapenzi, kuitika Yesu kwa maisha yako ni kuitika mbinguni. Mbinguni ni kitu shetani na ibilisi atake wewe mwenye umezalikiwa katika mwanamke usikwende mbinguni. Na mwenye kuna funguo ya mbinguni ni umoja tu. Jina yake ni Yesu, mwenye amemwanga damu yake hapa duniani kwa juu sisi tupate ruhusa ya kwenda mbinguni. Ndio maana Yesu amepata katika damu lake yeye amemwanga hapa duniani, amepata power ya kutosha dhambi zote katika maisha yetu. Tuombe pamoja kwa juu wewe kwa siku ya leo upate mafaida zote yene Yesu ametayarisha katika maisha yako. Omba pamoja na mimi ndugu yangu. Sema, Yesu uko mtoto wa Mungu. Yesu uko mtoto wa Mungu. Yesu uko Mungu. Kweli Yesu uko Mungu. Yesu umemwanga damu yako hapa duniani kwa juu mimi nipate njia ya kwenda mbinguni. Aksanti Yesu, umeitika kutoka ufalme wako mbinguni kukuja huku duniani kwa juu mie niende mbinguni. Familia yangu yote iende mbinguni. Wandugu yangu wote waende mbinguni. Aksanti Yesu kunipokea katika ufalme wako. Aksanti Yesu kwa juu leo na kuwa mtoto wako.
na dhambi zangu zote umezisahau. Kila mtu anatafuta kuharibisha maisha yangu. Wewe Yesu unajua kitu chenye utafanya na hao watu. Kila mtu anataka kuharibisha maisha ya watoto yangu. Wewe Yesu unajua kitu utafanya nao. Kazi zote shetani na waibilisi wametayarisha kwa juu ya maisha yangu, ninayaharibisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu, aksanti kwa juu wewe umemwanga damu yako Yesu, kwa juu unitoshe katika mikono ya shetani na wana ibilisi wake wote. Unatosha nchi yangu katika mikono ya shetani. Unatosha familia yangu katika mikono ya shetani. Kweli Yesu uko Bwana. Amen. Wandugu wapenzi, wakati wewe unasema unakubali Yesu katika maisha yako, ni kusema unaitika kujishusha. Unakatala wewe njoo watu wakuwe na kuona, lakini wewe unataka usaidie wengine. Unataka wewe usaidie wengine wabarikiwe. Unataka kukua baraka kwa juu ya mtu mwingine. Unataka familia yako wabarikiwe. Na Mungu anataka wewe ubarikiwe pia. Ndio maana tunaomba Mungu. Tunasema, Bwana Yesu, na kuomba unibariki. Na kuomba ubariki familia yangu. Na kuomba ubariki wa ndugu yangu. Bariki nchi yangu. Bariki sisi wote wewe tumesema tunakukubali katika maisha yetu Yesu. Wandugu wa rafiki, Yesu amemwanga damu yake kwa juu asafishe mwili yetu, asafishe maisha yetu. Madhambi zote zitoke. Ndio maana sisi tunasema hivi katika Yesu. Omba pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu, samehe dhambi zangu zote. Samehe dhambi zote za bibi yangu na ya bwana yangu. Samehe madhambi zote ya watoto wetu. Samehe dhambi zote ya familia yangu. Samehe dhambi zote ya barabara kwenye naishi. Samehe dhambi zote ya nchi kwenye naishi. Bwana Yesu, samehe dhambi zote ya wenye wanatufanya kitu chote kibaya. Unaona ndugu yangu, kama Yesu anakusamehe madhambi yako zote, na wewe unapata kusamehe mtu wote mwenye anakufanya kitu kibaya. Mwenye anataka wewe ukufe, mwenye anataka wewe maisha yako isiende mbele, unawasamehe wote katika jina la Yesu. Tuendelee kuomba ndugu yangu. Shetani, wewe na watu wako wote wa nguvu na madaimoni umetia katika maisha yangu, kwa juu nisiendelee mbele kwenye maisha yangu. Naharibisha kazi yenu, naharibisha kazi yenu, naharibisha kazi yenu katika jina la Yesu. Hamuna tena kitu chochote mnaweza kufanya kwa ajili ya kuharibisha maisha yangu. Nguvu zote mmekuwa nao kwa ajili ya kuharibisha maisha yangu, naitosha, 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 naitosha katika jina la Yesu. Wandugu wapenzi, kama uko na vitu vile vinamwabudu shetani katika nyumba lako, kitu chochote wamekupatia kwenye mfumo wala mtu mwingine, inapaswa itoke katika njia, katika nyumba yako. Hauruhusi kukuwa na vitu wamekupatia kwa mfumo au mtu mwingine kwa juu waabudu shetani. Shetani hauwezi kumchanga na Yesu. Ukichagua Yesu unakatala shetani. Ukichagua Yesu unakatala dhambi. Ukichagua Yesu unataka uende mbinguni. Mungu anataka kukubariki, lakini mbele Mungu akubariki anataka wewe uache kutenda dhambi. Kila kitu chochote kinatoka katika ufalme wa shetani, itoke katika jina la Yesu kunyumba yako, kumaisha yako. Angalia gisi nchi zote za Afrika zinaharibika kwa juu wenye kutuongoza wamekuwa na roho mbaya sana. Hela, pesa, njoo kenye
kina wafurahisha. Wanakatala watu wakuwe wanafurahi, watu wasiibe, watu watafute maisha kwenye ukweli. Kudanganya imeshakuwa kama mtu anakuja maji. Tumekatala ukweli. Tumekatala kuacha dhambi. Usharati imeshakamata dunia mzima. Watu wanakatala kuolewa. Watu wanapenda usharati. Mkiangalia katika masimu ya hawa wa vijana wetu, unaangalia mafilme ya porno, vitu nyingi ya mubaya. Tunahuzunika sana kwa jua jamaa wetu wako wanatenda dhambi, hawajue tena nafasi ya kuenda. Mungu tusaidie. Mungu anataka wewe ukue baraka kwa jua mtu mwingine. Ndio maana Mungu anakubariki wewe. Na wewe kimuyua Mungu, usimufiche ule Yesu. Umukamate, umutangaze fasi yote kwa juu Yesu anataka utangaze jina lake. Anataka utangaze neno lake katika dunia mzima. Na faida yako iko kama utakula matunda ya muti yenye iko katika mbinguni ya Baba. Jina lako wataandika kwenye kitabu ya Yesu, na hawatavuta tena jina lako. Kwenye sura yako wataandika jina ya Mungu, wataandika jina ya Yesu, wataandika jina la Yerusalemu ya mupya. Wewe mwenye muitika Yesu utapata lijiwe ya mweupe yemeandika jina lako la mupya. Itika Yesu katika maisha yako. Itika Yesu katika maisha yako. Itika Yesu katika maisha yako. Utaona mabaraka unakungojea, mafaida zinutapata. Maisha yako itabadilika. Maisha yako iko nabadilika sasa hivi. Maisha yako iko nabadilika. Maisha yako iko nabadilika sasa hivi. Kitu kimoja iko nabadilika. Watu wote wanatafuta ukufe, sasa hivi wanapata haya kwa juu Yesu iko na kubariki. Yesu anataka wewe uendelee mbele, usiangalie nyuma, usiangalie mashida yote umepata kwenye maisha yako. Angalia mbele yako. Ndugu wangu, itika Yesu. Itika Yesu. Ukiitika Yesu na itika mbinguni. Kama unataka kuitika Yesu, utiandikie text kidogo kwenye WhatsApp. Tunaweza kuongea, tukusaidie kuitika Yesu katika maisha yako. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Roho Mtakatifu ikuguse kwenye uko. Malali zote zenye ziko zinakusumbua zinatoka katika jina la Yesu. Mashida zote ziko zinasumbua maisha yako zinatoka sasa hivi katika jina la Yesu. Aksanti Mungu. Aksanti Mungu kutosha kila uzunifu, kila malali iko natoka katika jina la Yesu. Aksanti Yesu. Haleluya. 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 Aksanti Yesu. Haleluya.